Bana, mambo ni mazito kweli kuelekea mechi ya marudiano kati ya Simba dhidi ya Al Masry ambao utapigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Na ikumbuko tu kwamba hivi karibuni taarifa zilitoka kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa unaweza kutumika kwenye mashindano ya kimataifa, maanisha shirikisho pamoja na klabu bingwa. So ni fursa kubwa sana kwa klabu ya Simba kwa sababu ni uwanja ambao wamekuwa wakinufaika nao kwa muda mrefu, na ni uwanja ambao walikuwa akiutumia vizuri kwenye michuano hii ya kimataifa kama wewe mwenyewe unavyofahamu rekodi zake. So siku ya tarehe 9 kutakuwa na mtarange huu ambao utazijumuisha hizo timu ndani ya Benjamin Mkapa Stadium. Na kitu kikubwa ambacho Simba wako nacho ni kibarua kigumu sana kwa sababu wako nyuma kwa mabao 2-0 kwa sababu walipokwenda kule waliweza kufungwa mabao 2-0 na kwa hiyo ni jukumu lao kuhakikisha kwamba wanashinda magoli 3-0 ama 4 ili waweze kufuzu kwenda hatua ya robo finali. Na ukumbuke kwamba sio timu ndogo ile, ni timu ambayo ni kubwa na ni timu ambayo inajifahamu vizuri kwenye mbinu za ndani ya uwanja pamoja na mbinu za nje ya uwanja. Kama ulivyoona kule mpira wameucheza, lakini of course Simba wameweza kuruhusu magoli hayo 2. So sio story kwa Simba kuweza kufuzu kwa comeback hapa Tanzania, na ni mara kadhaa wameweza kufanya hivyo. Wameweza kutumia vizuri uwanja wao wa nyumbani. Kwa hiyo ni kuwaombea tu waweze kuwa fiti kwenye mechi hizo, wachezaji hawana majeruhi na vitu vingine kama hivyo, ili waweze lakini kubwa zaidi ni mgeni rasmi wa mchezo huu atakuwa Wallace Karia ambaye ni rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, na rais huyu ambaye amekuwa akilaumiwa na kila klabu, nasema kila shabiki wa Yanga akiwa anamlaumu kwamba hatendi yake katika maamuzi yake. So jambo pia linazua attention kubwa. Una maoni gani juu ya hili?